Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kuvugulia Kurasa kwa hili. Wananchi wa kata ya Isyesye, halmashauri ya jiji la Mbeya, wameondokana na adha ya kutembea umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 15 kufuata huduma za afya na matibabu, na hii ni baada ya kukamilika kwa ujenzi wa kituo cha afya Isyesye. Wananchi katika kata hiyo wameelezea adha waliokuwa wakikutana nayo, lakini na unafuu watakaopata baada tu ya kituo hicho kuzinduliwa na kuanza kutoa huduma rasmi. Watu wa Isyesye walikuwa wanapata tabu sana katika kupata huduma za kiafya, kwa sababu kutokana na location ya kijiografia ilivyo, kutoka Isyesye kwenda mpaka kupata hospitali ya mkoa au ya rufaa ni maili ya pasi, lakini kwa sasa hivi at least wana kituo hiki, wananchi wataweza kufaidika na huduma hiyo ya kiafya. Kwa hiyo kupitia hiki kituo zahanati hii, wananchi wa kata Isyesye watanufaika sana kwa sababu ya ukaribu pamoja na huduma nyingine. Tumekiona kwanza ni kituo kikubwa kizuri, kwa hiyo tunategemea mengi kutoka hapa. Changamoto tulikuwa tunazipata kwa sababu tulikuwa tunatoka hapa mpaka Mwanjerwa na ni mbali. Umbali wa kutoka hapa mpaka Mwanjerwa unakuta katikati hapo mgonjwa ameshafariki. Kwa mama mjamzito unakuta tayari aishajifungua, kuna kupona au kutokupona. Tunashukuru na nilio hospitali iliposogea maeneo ya hapa. Tuendelee na Kurasa. Vijana mkoani Kagera wamepata nafuu ya kufanya biashara baada ya kutengewa eneo maalum la kufanyia shughuli zao za kibiashara maarufu kama kongani. Katika kongani hilo, miongoni mwa shughuli zinazofanyika ni pamoja na useremala, utengenezaji wa milango na madirisha ya aluminium, ushonaji wa nguo, urembo, utengenezaji wa vifungashio na nyinginezo nyingi. Kuwepo kwa kongani ya vijana imetusaidia kwa namna moja au nyingine, maana kuna changamoto ya sehemu za kufanyia kazi. Unakuwa kwenye eneo la mtu, anakuambia sasa nataka eneo langu kulitumia, naangalia kwenda sehemu nyingine. Tunashukuru sana kwanza alileta wazo la kutengeneza kongani hii, kwa sababu vijana tuko huru na tumeweza kupata njia na mwongozo mzuri wa kuweza kujitafutia kipato sisi wenyewe. Kwenye kongani ya vijana, tofauti iliyopo na nje ya kongani ni upande wa tuseme upande wetu wa masoko, upande wa kazi. Kuna kazi sisi tuliopo kongani, kuna kipaumbele tunapewa upande wa kazi zetu. Kuna kazi zikitoka halmashauri wanakuwa wanajua kuna vijana wetu wapo kongani. Kwa ushauri wangu na waomba kijana yoyote yule ambaye anapenda kutafuta kazi sana sana ya upande wa gereji aje hapa kongani, tutampokea na tutakuwa na malipo na tutamuomba vitendea kazi, atavitukuta gereji, tumfundishe kazi ili aweze kujikimu. Tumalizie Kurasa kwa hili. Baada ya waandishi wa habari kupatiwa mafunzo mbalimbali ya kuripoti matukio ya ukatili, mafunzo hayo yamesaidia kupunguza matukio haya baada ya ujumbe sahihi kuifikia jamii. Waandishi hao wamepatiwa mafunzo kama haya maalum kuhusu namna ya kuripoti na kuelimisha jamii juu ya masuala mbalimbali ya ukatili wa kijinsia na uandishi unaolenga mabadiliko wilayani Tarime mkoani Mara. Waandishi wa habari hawa kwa kupitia mafunzo haya watapata kuweza kukumbushana ni nini kinatakiwa kifanyike, lakini mwisho wanaweza wakakuwa ni chachu ya kuelezea ni wapi ambapo watoto wanaweza kupata msaada. Kwa hivyo tujikite kwenye kuandika habari ambazo zinaenda kusaidia jamii, kwa sababu ni kitu ambacho kitakuwa ni cha muhimu sana kwetu. Wengi tunaripoti habari za ukatili wa kijinsia, lakini tunaishia juu, hatutekelezi ama hatufuatilii zaidi mpaka tupate mwisho wake, na huenda labda kumsaidia mhanga. Masuala ya kupiga picha watoto, watu wenye ulemavu, mtu amesaidia tu kitu kidogo, anapiga picha na posti kwenye mitandao. Ule unakuwa ni udhalilishaji ambao ni ukatili ambao haupaswi kuendelea kusambazwa. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya wilaya ya Tarime amesema baadhi ya waathirika hususan wanaume wameanza kubadili mitazamo na kuanza kuripoti matukio ya kufanyiwa ukatili. Kwa sasa wananchi wamekuwa na uelewa wa kutosha katika kuripoti na kuibua
vitendo vya ukatili wa kijinsia. Tukio ya ukatili wa kijinsia yamepungua kwa namna moja au nyingine, kwa sababu sasa matukio yanaripotiwa. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.